Fadhageti TV, maarifa kwa jamii. Kwa habari za burudani na michezo ni Fadhageti TV. Kwa mastori ya town ni Fadhageti TV. Karibu kwa mara nyingine mpenzi mtazamaji, ninakuja mbele yako kwa ajili ya jambo moja tu, hususani kwa sababu ya hili janga la kitaifa, janga la kimataifa ambalo sasa limeweza kutukumba na ugonjwa wa corona. Najua wazi ni wengi sana ambao wana mawazo mengi wakijiuliza, je, hii corona tunaweza tukaiepuka vipi? Corona ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi ambacho ndicho cha kirusi cha corona kilichopewa jina pekee la COVID-19, ambayo ni ugonjwa ambao ulianzia katika nchi ya China, katika mji wa Wuhan pamoja na Hubei, ambapo ndipo tumesikia kwamba wamekufa watu wengi sana kwa sababu ya virusi vya corona. Lakini si hivyo tu, katika nchi ya Marekani, katika nchi ya Italy, watu wamekufa wengi sana, na zimekuwa zikisambaa kwamba utakapokuwa umesambaa dunia nzima, tusipokuwa na tahadhari za kutosha, tunaweza tukapukutika, kama nilivyoweza kuzungumza wiki iliyopita, ambapo niliwaeleza wakati ugonjwa bado uko katika nchi ya Uchina, kwa sababu nature ya ugonjwa wa corona najua, nikawaeleza wazi kwamba mjitahidi kuwa makini, kwa sababu sio ugonjwa mzuri, ni ugonjwa ambao hakika utasambaa dunia nzima. Baadhi ya wengi walinibeza wakasema hapana, ni ugonjwa labda ambao unawashika tu wale ambao wa China ambao wamekuwa na asili ya kula nyoka, ya kula popo. Lakini nadhani wakati waliposikia sasa baadhi ya nchi umeanza kufika, ndipo wakakumbuka maneno niliyozungumza. Na wakati tulipofika Tanzania, watu wamenipigia simu sana wakihoji, wakiuliza, wewe ulijuaje kama utafika Tanzania? Niweze tu kukueleza tu mpenzi mtazamaji wangu, sisi ni watu wa sayansi, na bahati nzuri nimekuwa mmoja kati ya waandamizi katika habari ya sayansi duniani, ambapo nimefika zaidi ya nchi 150 na nimefika zaidi ya mabara matatu kwa ajili ya kujifunza juu ya habari ya afya. Nimefika Uchina kwa ajili ya kujifunza juu ya habari ya afya. Nimefika Sweden kwa ajili ya kujifunza habari ya afya. Nimefika baadhi ya nchi zilizoendelea kama South Africa kwa habari ya kujifunza mifumo ya afya, Hong Kong pamoja na Thailand, ili kuweza kuimarisha mifumo ya afya katika ulimwengu tulionao. Na ndio maana ugonjwa huo ulipotokea, nilikuwa mwazi mapema na nikawaambia kwenye makini, jitahidi sana kumlilia Mungu ili tuweze kuepukana na ugonjwa huu. Moja kati ya mada kuu iliyonifanya niweze kusimama mbele yako ni kukuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukajikinga na ugonjwa huu. Katika muda huu ambao tumefunga mashule, tumefunga vyuo, na baadhi ya taasisi ambazo zimekuwa na mifumo ya elimu zimefungwa kwa sababu ya mlipuko wa ugonjwa huu wa corona. Najua wengi hamkuwa mkitegemea haya kama angetokea. Sasa katika muda huu zingatia yafuatayo. Usije ukajinyima kwenda katika majukumu yako, usije ukajinyima kwenda kujumuika na marafiki zako, halafu corona ikakuta nyumbani. Moja kati ya vitu vya msingi ambavyo nataka nikueleze, jua kwamba corona ni ugonjwa wa virusi unaosababishwa na mfumo wa virusi vya corona unaoumiza katika sehemu ya mapafu na unaosababisha mfumo wa mafua, ambapo niliweza kuzungumzia kwa kina jinsi ambavyo mapafu yanaathirika, mapafu yanatengeneza ugumu katika zile vifuko vya air sacs, na jinsi ambavyo mifumo hii inayohusika na active oxygen content, vifuko vishipa vidogo vidogo vinavyosafisha oxygen, vinavyoanza kupoteza uwezo wa ufanyaji kazi, na baadaye mtu anaanza kubanwa, anaanza kusikia kichwa kinauma, anaanza kusikia homa. Njia pekee ya kuweza kuepukana na ugonjwa huu ni kuzingatia usafi, kunawa mikono kwa maji yanayotiririka, na kuzingatia kutumia vitakasa mikono, hiyo wanaita sanitizer. Lakini vivyo hivyo nikawasihi na nikawaeleza kwamba sanitizer sasa ni nyingi. Ujitahidi sana usije ukapoteza maisha kwa kutumia sanitizer ambazo pengine haujajua nature ya sanitizer husika. Kila sanitizer, kila kitakasa mikono kina tabia zake na nature zake. Vipo vitakasa mikono, yani sanitizer, ambazo ukishakuwa umejipaka, inabidi ukishapaka mara ya kwanza, mara ya pili, inabidi ukae pengine nusu dakika ili vijidudu vile vimekufa. Zingine inabidi ukae dakika nzima ili vijidudu vile vimekufa. Lakini pia kuna sanitizer tumezifanyia utafiti, inabidi ikae dakika 5 ndipo iweze kuua vijidudu katika mikono yako. Viwe ni vijidudu vya corona, viwe ni vijidudu vingine vyovyote. Maana kumbuka, habari ya corona imetukumbusha usafi, kwa sababu sanitizer zilikuwepo pengine kabla hata ugonjwa wa corona kusikika nchini Tanzania. Lakini nimekuwa nikisafisha na nitakasa mikono
kwa ajili ya kujiepusha na infection fulani, ikiwa ni pamoja na infection za cholera, yani hiyo tunaita kipindupindu, infection za vijidudu vya kusababisha mwanadamu kuharisha, vijidudu vya UTI, vijidudu ambavyo vinaweza kumsababishia hiyo wanaita tunasema chlamydia infection, au hizo tunazozungumzia candidiasis, pamoja na virusi vyenyewe, ikiwa ni pamoja na virusi vya ukimwi, virusi vya corona, virusi vya ini, hiyo wanaita hepatitis B, virusi vinavyosababisha wanaita avian virus, na hizo wanaita simplex virus. Vitakasa mikono vimeundwa kwa ajili ya kujikinga juu ya habari ya microorganism nyingi tofauti ambazo zinaweza kusababisha magonjwa katika mwili wa mwanadamu. Na ndio maana nikakueleza ujitahidi aidha kusoma katika sanitizer husika, kujua je ina uwezo wa kuua baada ya muda gani, au kupata maelezo katika chanzo unachopata hiyo sanitizer kwamba je ninapokuwa nimemaliza kujipaka naweza sasa nikakaa muda gani ili kujidhihirishia uhalisia wa mikono yangu kwamba ni salama. Fathergate Nutrition Science hatuko nyuma, tumeweza kutengenezea pia Fathergate sanitizer ambayo nayo imekuwa ni nzuri na wengi wameipendelea kwa sababu imekuwa na utaratibu mzuri sana wa kutakasa mikono, lakini vivyo hivyo kuweza kuua na kuondoa vijidudu katika mikono. Lakini nature ya sanitizer yetu inaua vijidudu nusu dakika, yani sekunde 30. Baada ya kuwa umejipaka basi unahesabu sekunde 30 ndipo inakuwa imetakasa mikono yako. Baada ya hapo unaweza kujifutafuta tena. Sasa kama una kitambaa safi unaweza kujifutafuta, kama hakipo basi mikono yenyewe itakuwa imekauka automatically. Na ndio maana tunaweza kueleza kwamba kwa wale ambao mtahitaji sanitizer kutoka Fathergate, ni sanitizer ndogo ambayo inabebeka, unaweza kutembea nayo popote, unaweza kutembea nayo mfukoni, na nzuri pia kwa sababu walio wengi wametupigia simu sana. Sanitizer zetu hizi zinapatikana sasa katika baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania, lakini vivyo hivyo zinapatikana hapa Dar es Salaam maeneo ya Best Beach Africana, pamoja na maagent wetu walioko Kariakoo. Kwa hiyo unaweza kukaa Kariakoo, unaweza kukaa mjini, ukatupigia simu tukakuelekeza jinsi ambavyo unaweza kupata sanitizer hiyo. Sanitizer yetu ni kidogo sana, kiko katika mililita 45 na kinauzwa bei ya kawaida. Tumekuwa tukikiuza kwa shilingi 3000 kwa bei ya jumla, lakini shilingi 5000 kwa bei ya rejareja. Na nika sanitizer ambako ni kazuri sana kwa sababu kako katika mfumo wa pampu, kwamba unatumia kupuliza na kupuliza na kupuliza katika sehemu za mikono, baadaye unaanza kujitakasa na kutakasa mikono yako. Baada ya hapo unahesabu nusu dakika, yani sekunde 30, ambapo sasa unaweza ukaendelea na maisha mengine hata kama hamna maji ya kunawa. Sanitizer yetu ni natural disinfectant sanitizer ambayo haina madhara yoyote. Unaweza hata ukatakasa mikono yako, ikisha maliza hizo sekunde 30 ukaweza kula chakula bila hata kunawa. Ni nzuri na inakuwa imeshaondoa vijidudu vyote. Sanitizer husika ndiyo inaonekana katika mfumo huu hapa. Hii ndiyo Fathergate Care Analyzer ambayo imeandaliwa kwa viwango vya kisayansi kabisa kuweza kuhakikisha inakulinda na baadhi ya vyanzo vinavyoweza kusababisha vijidudu vya corona na baadhi ya vijidudu mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Na kama nilivyokueleza iko katika mfumo wa pump, unachomoa hiki, baada ya hapo unaweza ukapuliza katika mikono yako. Ukisha puliza jinsi hii, basi unaweza ukapangusa na ukatakasa mikono yako. Utakapoona sehemu zote zimepata maji, basi unakaa kwa muda wa sekunde 30. Baada ya sekunde 30 mikono yako itakuwa salama na utakuwa tayari umeweza kumaliza vijidudu katika mikono yako na unaweza ukaendelea na maisha. Kama nilivyokueleza, hata kama hamna maji, unaweza ukishakauka basi ukala chakula chako. Yes, ni harufu nzuri, ni harufu ya asili ambayo haitakukera hata utakapokuwa umeitumia, ambayo ni tofauti na zile ambazo pengine zimechanganywa na ethanol nyingi ambayo pengine inaweza kawa ni mtihani kwako. Tumetengeneza natural disinfectant sanitizer kwa ajili ya kuhakikisha basi afya yako inakuwa salama. Karibu Fathergate, karibu uweze kupata natural disinfectant analyzer, natural disinfectant sanitizer nzuri ambayo itatakasa mikono yako ndani ya sekunde 30 tu na mikono yako itakuwa iko salama. Nakumbuka baadhi ya wengi wananiambia, sasa hiyo sitakuwa sumu, unasema kwamba tunaweza tukasafisha mikono na tukara. Si pekee kusafisha mikono na kula, hata ukitumia kwa mdomoni haina madhara yoyote, isipokuwa tu kwamba kama una harufu mbaya mdomoni, meno huwa na tabia kutengeneza harufu, basi unapoweza kupulizia inakuwa na msaada fulani. Lakini
tumetengeneza kwa sababu ya hand disinfectant sanitizer. Asante, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Karibu Fathergate Nutrition Science kwa ushauri na tiba. Fathergate TV, maarifa kwa jamii. Inakuja kwa udhamini wa Fathergate Nutrition Science, kitengo cha sayansi ya virutubisho tiba vilivyo na uwezo kamili wa kupambana na magonjwa ya binadamu kama vile UTI sugu, pressure, kisukari, upungufu wa nguvu za kiume, vidonda vya tumbo, matatizo ya uzazi kwa kina mama, uvimbe wa kizazi, miguu kufa ganzi, miguu kuwaka moto na dalili nyingine nyingi za hatari kiafya. Piga kwa ushauri 0712705158 0757931376 na Dr. Fadhili Emiri wa Fathergate Nutrition Science. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe channel yetu.